Habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka nikupe historia fupi mwanzilishi mkuu wa simu za Infinix na Tecno. Unayemwona hapa kwenye picha ndo mwanzilishi mkuu wa simu za Infinix na Tecno. Anaitwa Nnamdi Ezigbo. Huyu ni Mnigeria kabisa, yani Nigeria hiyo hiyo unayojua ya Afrika. Vilevile huyu ni CEO au mtendaji mkuu wa kampuni ya Sloth System Limited. Na huyu ndio CEO au mwanzilishi wa kampuni ya Tecno na Infinix. Ezigbo ni Mnigeria aliyozaliwa tarehe 4 mwezi wa 8 1966. Ngoje tuone elimu yake kidogo. Alisoma diploma ya electric engineering baada ya kumaliza masomo ya sekondari, lakini baada ya kumaliza diploma aliendelea na degree ya shahada ya uhandisi wa kompyuta na electronics. Akaona haitoshi, akasoma shahada ya uzamili katika masomo ya biashara au tunaita master degree. Maisha baada ya kumaliza chuo. Ndugu mfuatiliaji wa channel hii, endelea kunisikiliza ili uweze kuelimika zaidi. Nnamdi Ezigbo alitafuta kazi bila mafanikio yoyote. Aliamua ajiajiri. Alijiajiri wapi? Endelea kunisikiliza. Nnamdi Ezigbo aliamua kufungua kibanda cha kutengeneza kompyuta. Kwa kuwa ana ujuzi huo, alifungua kibanda hiyo ili anaweza kutengeneza kompyuta. Maisha baada ya kumaliza chuo, siku moja mteja wake wa kudumu, kumbuka huyu ni wale wateja wale wa kudumu ambao huwa mnazoeana nao sana, alimletea printer ili anaziuza kwenye kibanda yake hiyo, yani kwenye sehemu yake ya biashara hiyo. Aisee, Nnamdi Ezigbo alikubali. Na vile vile mteja huyo alimshauri aweze kupa yake zaidi. Nnamdi Ezigbo alikubali. Maisha kwenye biashara yake hiyo mpya. Aisee, biashara ilikubali, alifungua duka jingine au duka lingine la kuuza kompyuta. Kumbuka hapa tunaelezea historia fupi kabisa ya Nnamdi Ezigbo. Endelea kunisikiliza ili uweze kupata kitu hapa. Aisee, duka lake lilikuwa maarufu na likajulikana kwa jina la Sloth. Kumbuka hapa ndo ile Sloth System Limited ilipopatikana. Kumbuka watu huwa wanaanza nyuma kabisa, mwanzo kabisa. Wateja wakahitaji bidhaa za simu. Hapa sasa endelea kunisikiliza. Ndo nataka tujue simu ya Tecno ilitokeaje na simu ya Infinix ilianzishwaje. Kumbuka alikuwa anatengeneza nini? Simu, baadaye akaanza kuuza kompyuta. Endelea kunisikiliza ndugu yangu, utapata elimu nzuri kabisa na utaelimika kupitia elimu hii ninayotoa leo. Safari ya kuanzisha kampuni ya simu. Kipindi hicho simu zilikuwa na laini moja tu. Nnamdi Ezigbo aliona ni fursa. Aliwasiliana na kampuni ya Nokia watengeneza simu zenye laini mbili. Kumbuka kipindi hiyo hapo Nigeria kulikuwa na uhitaji zaidi wa simu zenye laini mbili, lakini hakukuwa kabisa na simu zenye laini mbili, na kampuni ambayo ilikuwa inatamba zaidi ilikuwa ni Nokia kipindi hiyo, na kulikuwa na Motorola sijui kama hivyo, simu kama hizo. Lakini aisee, Nnamdi Ezigbo aliamua kuwasiliana na hao wamiliki wa kampuni ya Nokia watengeneze simu zenye laini mbili. Endelee kunisikiliza, lakini walikataa. Unajua walikataa kwa ajili gani? Wakati unapotengeneza simu zenye laini mbili, unaona, maana yake hapo tayari ushapunguza fursa ya biashara. Lakini ukitengeneza simu zenye laini moja, kwa hiyo mtu anaweza kanunua hata simu mbili.
Kama mtu anahitaji kuwa na line mbili, anaweza akanunua simu mbili, labda nyingine ya ofisini, nyingine yake, au sio? Au namaanisha namba hapo. Kwa hiyo walikataa kwa sababu hiyo, ndugu yangu, sio walikataa tu. Safari ya kuanzisha kampuni ya simu inaendelea. Nandi Esbo aliamua kwenda China. Lakini alipoenda China huko alikutana na bwana mmoja ambaye alishawahi kufanya kazi kwenye kampuni iliyojulikana kama BED. Kampuni hiyo iliwahi kupata hasara na ikauza hisa zake zote. Endelea kunisikiliza. Kuzaliwa kwa Tecno sasa. Nandi Esbo aliongea na huyu jamaa, baadaye wakakubaliana. Aliamua kuja na huyo jamaa Nigeria, na maanisha Nigeria hiyo hiyo unayejua ya Afrika. Lakini waliabuni au walianzisha simu ya kwanza kabisa inayoitwa Tecno T101. Hii ndio simu ya kwanza kabisa ya Tecno unayoiona hapa, au sio? Ilikuwa inaitwa T101. Ilikuwa na laini zote, zilikuwa zinatumia laini mbili hizi. Aisee, simu hii ilikuwa haijakubalika kabisa. Unajua unapoanzisha kitu hakiwezi kukubalika haraka. Kuna kitu cha kujifunza hapa ndugu yangu, endelea kunisikiliza. Tunaendelea kuzaliwa kwa Tecno. Soko lilikuwa butu, tunamaanisha soko lilikuwa finyo mno. Alikuwa anauza simu zake kwa mkopo, yani anaweza akapeleka ofisi fulani simu, baadaye akawakopesha, la ndo akaja akawapa hela. Kwa hiyo kama hivyo biashara haiwezi kukua. Aisee, biashara hiyo haijakuwa kwa sababu pesa zote alikuwa anatoa yeye, wala sio huyo Mchina ambaye alikuja naye kutoka huko China. Aliamua kuboresha simu yake, akaja na simu inaitwa Tecno T201, yani T201. Hii ilikubalika vizuri na soko lilianza kukua. Kuzaliwa kwa Tecno kutokana alikuwa na gharama zake mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa hazalishe simu nyingi zaidi, alikuwa anazalisha simu chache kutokana na mtaji ambao alikuwa nao, au sio? Kwa hiyo hali hiyo ilisababisha kampuni haijakuwa kwa haraka zaidi. Mafanikio ya Tecno, soko lilikubali vizuri. Alianzisha kampuni hiyo ya Tecno. Lakini alianzaje? Bila shaka tushajua. Naona jinsi alivyoanza mpaka hapa tulipofikia, au sio? Endelea kunisikiliza, kuna kitu kimoja nataka nikuelekeze hapo mbele. Hapa tumefikia mambo ya smartphone sasa. Kwa hiyo Nandi Esbo aliamua na yeye kutengeneza simu za smartphone. Hapa ni teknolojia ya smartphone ilipoingia, na yeye aliamua kutengeneza simu za Tecno za smartphone. Lakini hapa vile vile ndo kulikuwa kuzaliwa kwa nini? Kwa simu ya Infinix. Baada ya kutengeneza simu ya Tecno, aliamua atengeneza simu ya Infinix. Kumbuka Tecno ndo imezaa Infinix. Sasa imezaaje? Endelea kunisikiliza. I say kipindi hicho simu zilikuwa zinauzwa bei ghali kidogo. Kwa hiyo yeye akaamua kutengeneza kitu cha bei rahisi lakini kinachofanana na kile cha bei ghali. Hata sasa hivi, yani hata leo hivi, unaweza ukaona simu za Infinix na Tecno. Anaweza akatengeneza simu inayofanana na muonekano nje, inayofanana na labda na Samsung, au sio? Hata S-series inayofanana labda na iPhone, yani kamera kila kitu ikae inafanana kila kitu, yani, au sio? Lakini simu hiyo ikiwa inauzwa bei rahisi, yani bei simple. Lakini endelea kunisikiliza. I say Nandi Esbo aliendelea na biashara yake. Aliamua kutengeneza simu za Tecno ambazo zilikuwa na kila kitu ndani. Kama hapa kinaonekana, ilikuwa na Facebook, ilikuwa na Instagram, ilikuwa na WhatsApp ndani, inamaanisha hapo hizo. Simu hiyo ikawa na kila kitu, lakini bei ikawa ya chini, au sio? Kwa hiyo hapo kuna kitu cha kujifunza ndugu yangu. Lakini soko lake lililenga wanachua zaidi, kwa sababu wanachua wengi wanapenda vitu kama hivyo. Unaweza ukawauzia vitu vya bei ghali wasinunue. Kwa hiyo akatengeneza kitu
chenye kila kitu, yani kizuri, lakini kina kila kitu, lakini cha bei rahisi. Ndo mpaka leo unaona simu za Infinix ni zimetengenezwa na kila kitu ndani, lakini bei yake so ghali sana. Huwezi kufanisha na kampuni ya iPhone wala kampuni ya Samsung, au sio? Hapo ndugu yangu, kulikuwa na kuzaliwa kwa Infinix. Mafanikio ya Tecno yalizaa simu nyingine inayoitwa simu ya Infinix. Hii ndio story fupi kuhusu mafanikio ya Tecno. Leo hii Tecno na Infinix ni kampuni maarufu na zinazouza zaidi Afrika. Bila shaka tunajua kampuni ya Tecno na Infinix ni kampuni ambayo inasambaza simu kwa wingi sana, na simu zake zinauzika kwa wingi sana, ikiwemo Afrika. Tanzania simu ziko nyingi na zimesambaa mjini na vijijini, hadi ndani huko simu hizo zipo, au sio? Lakini kumbuka, simu zimetoka mbali. Bila shaka tumeweza kuelimika na historia hii fupi ya kampuni ya Tecno na Infinix, ambayo imeanzishwa na Mwafrika kabisa ambaye ni Mnigeria, Nnamdi Ezbo. Bila shaka kuna kitu ambacho umekipata au umeelimika na kitu kidogo ambacho nimeelekeza leo, na kutakia siku njema.